Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku, na kukaribisha ndugu yangu katika tafakari yetu ya siku ya leo. Bwana ametupa neema ya kuiona, nami nikusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Tafakari yetu ya leo tumepewa ni kutoka katika kitabu cha Ezekiel sura ya 36 mstari wa 37 na kuendelea. Biblia inasema, Bwana Mungu asema hivi: tena kwa ajili ya jambo hili nitaulizwa na nyumba ya Israeli, ili niwatendee, nami nitawaongeza kwa watu kama kundi la kondoo, kama kundi lililo tayari kutolewa sadaka, kama kundi la Yerusalemu katika sikukuu zake zilizoamriwa, ndivyo itakavyojazwa watu miji ile iliyokuwa maganjo, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Haleluya! Maneno haya ni mazuri, yanapendeza kusikika na hata kutendewa. Ni mazuri kwa sababu Bwana anakiri kwa kinywa chake kwamba anafanya, na kama ni haki ya kutenda hilo kwako, anasema nitatenda. Kwa hiyo anasema mstari wa 37 tunaona anasema, jamani, kwa ajili ya jambo hili nitaulizwa na nyumba ya Israeli ili niwatendee. Jamani, akasema mahali kwengine ya kwamba njooni basi tusemezane, njooni tusemezane jamani. Akasema mahali pengine, simu nitafute basi maadamu napatikana. Sasa unaweza ukakuta kwamba Mungu yuko tayari kwa kila kitu kwa ajili ya watu wake. Lakini swali, je, mimi niko tayari kwa ajili ya Bwana? Hapa anasema nitaulizwa na nyumba ya Israeli ili niwatendee, nami nitawaongeza kwa watu wao, nitawaongeza kwa watu kama kundi la kondoo. Lakini kundi hilo analokwenda kuliongeza ni kundi ambalo litakuwa tayari kutolewa sadaka. Wewe unayelia kila siku, Mungu mbona umeniacha, nibariki, sina kazi, sina hiki, uko tayari kutolewa sadaka kwenye kazi hiyo? Mungu nione, nahitaji mchumba, sijaolewa, uko tayari kutolewa sadaka kwenye ndoa hiyo? Mungu naomba fedha nikafanye biashara, uko tayari kutolewa sadaka kwenye biashara hiyo? Ni nini ambacho unachomuuliza Mungu? Wakati unapomuuliza, ulizo hilo liende sambamba na kutaka kwako kutolewa sadaka, utayari wako wa kutolewa sadaka. Kutolewa sadaka manake nini? Kutolewa sadaka manake hicho anachokupa utashiriki naye, ama ndio utamkimbia? Mara nyingi tumekuwa wajuzi, wawezaji wa kuja kanisani kuomba, kukimbia hapa na pale kutafuta watumishi wa Mungu wa kuombea. Mbona ukishaombewa wewe ukafanikiwa huru hata kurudi tu kushukuru, mbona umekuwa mmoja kati ya wale wakoma 9? Hata kuja kusema tu kwamba asante jamani, yani nimemuona Mungu, hata kuja tena. Mbaya zaidi, unatengeneza na uadui. Jamani, Bwana anasema hivi, niko kwa jambo hili niulizwe na Israeli. Kwa jambo hili Helena niulize, mimi nitakutendea, lakini nitakutendea ili uwe sadaka. Katika hilo nalo kutendea, ujue kwamba ni mimi Mungu nimefanya. Ujue ya kwamba unatakiwa kushiriki na mimi. Ujue kwamba hilo sio la kwako. Mbona ukishatendewa unafanya kwamba sasa wewe ndio big boss? Mbona ukishatendewa hata kutoa sadaka tena unasema nao wamezidi? Yaani kazi yao ni kufatafata watu tu. Wanafikiri sisi hatuna shughuli zingine za kufanya. Jamani, ulipokuwa unaomba hukuweka nadhiri wewe? Ulipokuwa unamuomba Mungu hukuweka agano na Mungu kwamba Mungu ukinitendea hili? Wakati tunapoomba, tunapomuuliza Mungu habari ya vitu tunataka atufanyie, tuna mambo mengi huwa tunasemaga. Je, unayakumbuka baada ya kufanikiwa? Watu wanashindwa kukumbuka, na ndio maana unakuta mtu sasa anapokuja kuingia kwenye kibano, anapofika mahali pa kuanza kurudi tena kwa Bwana, Bwana ameshampa kisogo. Kwa sababu kwanza anadaiwa, pili mwizi, tatu hana shukrani, 4 amemsahau. Alisema atakuwa sadaka, sasa amekataa kuwa sadaka.
Kanisani unasema mimi siendi tena pale, maana pale wananiombaomba sana. Wameshaniona mimi hivi, sasa wananiomba. Unahama na kanisa. Sikiliza nikueleze. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Bwana anatupa sisi tuwe watumiaji kwa ajili ya kusudi lake na kwa ajili ya utukufu wake. Ni nini ambacho ulishamuomba Mungu akakupa alafu baadaye kikapotea? Ni nini ambacho ulishamuomba Mungu akakupa alafu baadaye ukaona umeingia kwenye matatizo? Ni nini ambacho ulimuomba Mungu akupe kitu, akupe kazi, akupe hiki, baadaye ukaona imeyeyuka? Alikupa lakini kayeyuka. Kabla hujaanza kufukuzana na shetani, kumwambia shetani mwizi, amekuibia, muuaji, ameua biashara yako, mnyang'anyi, amekunyang'anya fedha zako, jirudie wewe mwenyewe uweze kujitafakari ni kitu gani uliagana na Mungu alafu kisha ukukifanya. Tumekuwa ni wepesi sana wa kutamka, wa kutoa maneno kwenye vinywa vyetu kumwambia Mungu nitafanya hivi. Wakati una shida, umebana, unasema kila kitu, lakini wakati umepata vinapotea vyote. Hebu leo, tafakari ya leo, tunataka turudi mahali hapo. Mungu hasahau. Tunatakiwa turudi mahali hapo. Mungu huwa hasahau. Hii ndio ilimfanya Hana alipotoa ahadi yake pale kwa mbele ya kuhani Eli ya kwamba nitatoa hiki, nitamtoa mimi, ukinipa mtoto nitamtoa awe sadaka. Hiyo ndio leo tuna Samueli kwenye Biblia, kwa sababu kuna mtu alitimiza ahadi yake. Wewe leo kuna kile kilitakiwa kuwepo, hakipo leo kwa sababu wewe umeshindwa kutimiza ahadi yako. Kumbuka ni vitu ngapi ulimwahidi Mungu. Wewe unaahidi, unamwahidi Mungu alafu kisha unaachia mjiani. Unafikiri Mungu anaona na anaweka, anahifadhi. Chochote unachosema kitakurudia. Leo tafakari ya leo inatuambia hebu na tukajitafakari. Ni mambo mangapi tulishasema? Wachana yale ulimwahidi kama wewe kwamba utampa, yale ambayo uliweka nadhiri kwa sababu ulitaka upewe, alafu hayo ukimalizana nayo ndio sasa uje kwenye yale ulimwahidi kwamba mimi nitafanya hichi. Uliahidi out of nothing, lakini hii tunayosema nilo uliahidi kwa sababu ulikuwa hauna, ukamwambia akikupa atafanya, naye akawa mwaminifu akakupa, lakini ukuwa tayari kuwa sadaka. Sasa kwa sababu ukuwa tayari kuwa sadaka, ina maana wewe utanyang'anywa. Ataagizwa yule mharibifu sasa, huyo wewe unayekwenda kumpiga, wewe unakwenda kumpiga shetani kwamba wewe mwizi, mharibifu, sawa sawa na Yohana 10:10, wewe ni mwizi, ni muuaji, umeua biashara yangu. Amepewa agizo kuja kubomoa. Sasa wewe unambonda, hawezi kubondeka huyo. Amekuja na oda kutoka kwa Mungu kukugandamiza wewe, wakati pepo alikuja na agizo kutoka kwa Mungu kuja kumwangamiza Ahabu. Haikuwezekana Ahabu kubakia kuishi, aliangamizwa. Wakati Mungu amesimama, hatuwezi kupinga. Sasa wakati mwingine tunakuwa tumechelewa. Tunapoanza kukimbizana kutafuta maombi tuombewe, ni wakati tulishachelewa. Sasa angalia uko wapi. Tafakari ya leo inakutaka sote tujiangalie, tuko wapi. Yanaonisibu katika ulimwengu huu ni nini? Yanaonisibu katika dunia hii ni nini? Yanaonisibu katika maisha yangu ni nini? Alafu yametokana na nini? Chanzo na sababu cha haya ninayopitia ni nini? Usiwe mwepesi tu kukimbia kwa watumishi wa Mungu. Wewe umeshahesabu watumishi wa Mungu, unawapanga kama listi. Unawapanga kwenye listi, huyu nishaenda kwake, huyu nishaomba, huyu nishafanya hivi. Rudi kwako wewe mwenyewe leo kwenye tafakari yetu. Je, ulikubali kuwa sadaka? Ni kweli ulikubali uliposema, lakini je, ulitimiza? Kama hukutimiza, tafakari hii inakuhusu. Bwana Yesu, kwa rehema zako tusamehe. Tunaungama mbele zako baada ya kugundua makosa yetu. Tunajutia yale tuliyoyafanya wakati ambapo tulitakiwa kufanya vyema, lakini hatukufanya kwa sababu tulikuwa wakaidi. Tusamehe na ututakase kwa damu yako takatifu. Neema yako Bwana ikatoshe kwetu, na utukufu wako Bwana uwe pamoja nasi. Rehema zako Bwana ziambatane nasi, na neema yako Baba ikatoshe kwetu. Tunaungama dhambi hii ya kuto kutimiza nadhiri zetu, ya kuto kutimiza ahadi zetu. Tulipokuwa na shida, tulipokuwa tumekwama, tulitoa ahadi nyingi sana na hatukuweza kutimiza. Niko mbele zako Bwana kwa niaba yangu mwenyewe, ya nafsi yangu,
kwa niaba ya ndugu zetu, kwa niaba ya watoto wetu, kwa niaba ya wasikilizaji wote wanaosikiliza na ndugu zao na watoto wao na familia zao. Tuliahidi lakini tumekuwa wabovu. Tunaomba Bwana neema yako ikatutoshe na ukatutakase, ukatusafishe tunapoungama dhambi hii mbele yako ambayo tumetembea nayo kwa muda mrefu. Tunaomba Bwana ukaturehemu, ukatusamee, ukatufutie hatia hii, ukatuingize kwenye fungu jipya, kuanza upya, tukawe kundi jema, kundi ambalo litakalo kutoka kuwa sadaka mbele zako. Bwana Yesu, tunakuomba kwa rehema zako, mahali ambapo pamekuwa maganjo, maisha yetu yamekuwa maganjo, kazi zetu zimekuwa maganjo, kila kitu chetu kimekuwa hakifai, miji yetu imeporomoka, ndoa zetu zimeporomoka, watoto wetu wameporomoka, wakati mwingine watoto wetu wameharibikiwa, tukafikiri kwamba ni basi tu ni shetani, kumbe ni sisi tumewaingiza kwenye laana hizo. Turehemu Bwana Yesu, pale mahali palipo paruzika Bwana ukapasawazishe kwa msamaha huu na kwa rehema hizi, na kwa utukufu wako Baba ukatukubali, ukatupokee tena, tukaanze upya na wewe, ukatufungulia ukurasa mpya Bwana, unaposafisha kwa damu yako takatifu, unapotufutia makosa hayo na damu yako takatifu ikatusafishe mawazo yetu, fikra zetu, nia za mioyo yetu, popote mahali dhambi hiyo ilikaa Bwana ukaifute, katika maporomoko, katika milima, katika bahari, kote katika hewa, kila mahali ambapo imenasa, imesimama, mahali ambapo imempa shetani ya haki ya kuweza kutushtaki. Bwana Yesu, tufutie hatia hii. Tunaungama mbele zako Bwana, ninaomba Baba ukatufutie hatia hii, wafutie watoto wangu hatia hii, wafutie watoto wa wasikilizaji hatia hii, futia nafsi zetu hatia hii, kwa damu yako takatifu tunajiweka wakfu mikononi mwako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki katika mwanzo mpya huu, na sasa uwe makini unapomwahidi Bwana, hakikisha unatimiza ahadi yako kwa Bwana. Amen.